Siku ya leo jimbo letu la Nakuru tumeulizwa na Baba Askofu kuweza kuiombea roho ya mtumishi wetu Papa Francisco ambaye aliweza kurudi nyumbani siku ya Jumatatu asubuhi, na kama wanavyonukuu ya kwamba alirejea mwendo wa saa 1:35 za asubuhi. Na pengine kifo hiki cha Papa Francisco huenda kikawa kinaleta kumbukumbu za aina yake kwa kila mmoja ambaye alimfuatilia kiongozi huyu wa kanisa Katoliki, hasa tangu wakati ambapo aliweza kuteuliwa kuwa papa katika kanisa hili Katoliki. Na wakati ambapo nilikuwa ninawaza kuhusu Papa Francisco, nilikumbuka wakati ambapo alikuja hapa nchini na ikawa sote tumekusanyika katika uwanja wa Nairobi University, mahali ambapo misa ilikuwa iadhimishwe. Watu waliofurika kule, na nakumbuka wengi wetu ambao tuliweza kusafiri usiku wa kabla la adhimisho la ile misa, jinsi ambavyo kuliweza kunyesha kule Nairobi. Na tamahala ambapo sisi tuliweza kusimama ili kuweza kufuatilia ile misa ambayo tulikuwa tumeenda kuishiriki, ni mahali ambapo palikuwa pameloa maji hivi kwamba hata mahala pa kanyaga ilikuwa ni shida, lakini watu walivumilia. Nakumbuka padri mmoja aliyekuwa ametoka kule Meru alipokuja na bwembwe zake na akasema ya kwamba kanisa ina nguvu. Kama ni sisi tunaosimama mahala ambapo tunanyeshewa, lakini wanyeshewa ukikauka na hakuna jua. Akasema kama ingekuwa ni kwao, ile misa angeirisha. Lakini kwa sababu hii ni spesheli, hata yeye angependa kuhesabiwa kati ya wale ambao waliweza kuunganika na Papa katika ibada hiyo ya misa. Na ndugu zangu, ndio tulinyeshewa, lakini hakuna mtu aliyejali. Baada ya kutafakari miaka kadhaa ambayo sasa imepita, inakuambia kwamba hakuna kitu ambacho ni cha dhamana kama kile unachodhamini maishani mwako na kinachokuunganisha na maisha ya uzima wa milele. Papa ameweza kutimiza kazi yake aliyochaguliwa kufanya hapa duniani. Na baadhi ya kumbukumbu zinazoelezewa ni kuhusu unyenyekevu wake, alivyojituma na zaidi kuwajali watu ambao walipungukiwa katika maisha kwa njia moja ama nyingine. Hivi kwamba nilikuwa ninasoma sehemu fulani ambapo walisema kwamba he is a saint who had nothing to carry with him, but he left us everything that we need for this journey of our salvation. In terms of material things,
Pope St. Francis, we are told that even in his room, he had only a very old Bible, a number of letters, a statue of our Mother Mary that was also old, and a rosary, showing his commitment to the Word of God and also seeking the intercessory role of our Mother Mary during his papacy. Na pengine ndio tunaweza tukasema kwamba kwa sababu ya urafiki na uhusiano aliojenga na Mama Bikira Maria, ndipo kwake aliamua angependa hata kuzikwa katika basilika ambao imepewa jina la Mama Bikira Maria. Wewe ungependa kuzikwa wapi? Uhusiano wako na Mungu ni wa namna gani? Na hii ndio changamoto na kumbukumbu ambao tunaachiwa katika maisha yetu. Wakati wa kuweza kujitambulisha na Mungu ni sasa. Wakati wa kuweza kuweka historia yetu na Mungu ni sasa. Kwa sababu ni dhihirisho ya kwamba wakati tunapoendelea kuishi katika dunia hii, haya maisha kama vile ambavyo yana mwanzo wake, yana pia mwisho wake. Jambo lingine ambalo liliniguza sana kuhusu Papa ni kwamba tuambiwa ule mhudumu wake aliyemchagua, hasa wakati ambapo alifanyiwa upasuaji wake mwaka wa 2022, ndiye huyo mhudumu ambaye alisimama naye mpaka dakika ya mwisho. Na tuambiwa kwamba alipoona ya kuwa ni kama iwafika mwisho wake, alimuita yule mhudumu na akamwambia kwamba asanti kwa kuweza kusimama na mimi, hasa wakati ambao umekuwa ni mgumu sana wa maisha yangu. Lakini kwa sababu ya upendo ulionyesha, umenipa matumaini sana ya kwamba hukuweza tu kujaribu kuimarisha maisha yangu ya kimwili, bali pia uliweza kuimarisha maisha yangu ya kiroho. Meaning, there is nobody that we can discard in life who cannot contribute positively in one's life. Every other person is of importance as long as we value each other. For him, he did not discard or disregard the services that were offered to him by this particular nurse. He did not go even for the physicians, the doctors, but he went for a nurse. That level reminds us of the humility of Pope Francis. Sisi wengine, pengine kwa sababu ya madingo na mambo mengine ambayo hata hayafai, tunaona watu wengine sio wa maana katika maisha, na tunasahau ya kwamba they contribute in one way or the other to help us build our relationship not only with God but also with our fellow human beings, because all of us share the humanity. And the moment we fail to value our fellow human beings, either because of their status, then we lose sight of what we are supposed to do as Christians. Because Jesus did not disregard anyone. The same case applies to St. Francis. Hivi kwamba hata tunaelezwa ya kwamba aliandikiwa barua na kiongozi mmoja wa hapa Afrika anayejulikana kama Ibrahim Traore, ambaye alimshukuru sana na kusema kwamba kwa kweli uliishi injili takatifu. Kama tunavyosoma kwenye Injili ya Mathayo mlango 25 aya ya 31 hadi 46, tunapoambiwa kwamba nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa kifungoni mkaja kunitembelea, nilikuwa uchi mkanivika nguo, nilikuwa na njaa mkanipa chakula. Matendo hayo ya huruma. Every other
time on Holy Thursday, wakati wa kuwatawatha wanafunzi miguu yao, tunaelezwa Papa Francisco alienda kule ambapo watu walikuwa wamefungwa, na tuliona licha ya kuosha ama kuwatawatha miguu, alikuwa hata anabusu miguu yao. You know, that tells you what? That we are also in our dungeons every other time we live in sin. And this is the worst of it. Hivi kwamba twaitwa tuweze kutoka katika jera ya dhambi na maovu, ili tuendelee kufurahia neema zinazotolewa na Mungu Mwenyezi za kumsaidia kila mmoja wetu, ili mwisho wa maisha haya tukutane naye na tuweze kuishi naye milele yote mbinguni. Kuna ndugu ambao walinitembelea ofisini siku ya Jumatano ambao ni Waanglikana. Wakaniambia, Father, tunataka tu kujua, kuna baba mtakatifu mwingine ambaye amekufa wakati wa Easter. Nikasema hata mimi ningeomba kukufa wakati huo, hasa wakati ambapo amefufuka, kwa sababu ni dhihirisho kwamba ni nafasi inayotolewa kwako na kwangu tuweze kufufuka pamoja na Yesu. Tunasema tunakufa na Yesu, na baadaye tunaamini ya kwamba katika kifo tunakufa katika dhambi zetu, na katika ufufuko tunafufuka katika maisha mapya. Hivi kama jinsi ambavyo aliaga dunia siku ya Jumatatu ya Pasaka, ni dhihirisho kwamba ni maisha yamebadilishwa, na yanapobadilishwa yabadilishwa hivi kwamba tunavyosema ya kwamba kifo ni daraja inayotuvusha katika maisha yasiyokuwa na mwisho. Ndugu zangu, pengine kwetu itakuwa ni kero tunapotazama ni mangapi ambao tumeyakalia ambayo yametutenga na Mwenyezi Mungu, lakini kwa yule ambaye hakuna kitu kingine ambacho amebakisha, mara nyingi atasema kama huyu nyanya ambaye nilikuwa namtembelea akiwa mgonjwa, na ananiambia, Father, wewe unaongea na Yesu sana. Hebu muulize, kwani alinisahau? Mimi nataka kwenda kwake. Wangapi wetu ambao wanaweza anza kukuambia, mkumbushe mimi nataka kwenda? Mara nyingi tunataka kukuamilia hapa. Hamjambo? Mungu ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo leo tunapokumbuka yale ambayo Papa Francisco aliweza kuyatenda duniani humu, tunaona alikuwa na upendo wa kipekee sana. And we should be able to cultivate that devotion to our Mother Mary, because we know the support our Mother Mary can also give us in this life. As much as we want to disregard her, but remember, she was so close to the Son. And there is also a lot of hope. Look at her standing beneath the cross of our Lord Jesus Christ. Ya kwamba Yesu alipokuwa amening'inia juu ya mti wa msalaba, kati ya maneno 7 aliyoyasema kwenye msalaba, angalau alikumbuka aliposema kwamba, mama, mtazame mwanao, na akamwambia yule mwanafunzi aliyempenda, tazama mama yako. Hivi kwamba tukijenga urafiki wa kudumu na mama Bikira Maria, tuna uhakika ya kwamba hatutapotea. Na ndio siku moja kule mbinguni, Petro aliulizwa na Yesu, baadhi ya watu ambao ninaona hapa wametoka wapi na wako waingie hapa? Na akasema, hiyo kazi yote mimi nimelinda lango vizuri, lakini yule mtu ambaye kwa kweli anapitisha hawa watu ni mama yako. Kwa sababu mimi nikifunga mlango na yeye ashafungua dirisha na kuweka ngazi, sasa watu wanapandia kwa ile ngazi, wanaingilia kwenye dirisha. Si hata wewe jipange vizuri na mama, hata utapitishiwa kwa dirisha. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umjalie Papa Francisco Bwana, apumzike kwa amani. Mungu awabariki.